Kabla ya taarifa hizi za ndani, mpenzi mtazamaji wa Tanzania ITV, habari hizi ni za asili kubwa ambazo huwezi kuzipata mahali popote pale. Lakini kabla nikufahamishe, naomba ikiwa wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Karibu. Mahakama ya Kimataifa imeweza kumwendea Samia Suluhu Hassan Ikulu kwa fujo. Rais Samia haamini kile ambacho kinaendelea kwa uongozi wake baada ya Mahakama ya Afrika kumwendea Ikulu ikitoa amri kali haswa kwa uongozi wake. Sasa iko hivi, amri kubwa imeweza kutolewa kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu yeye ndiye yupo mamlakani kwa sasa hivi. Alichaguliwa ama aliweza kujichagua mwaka jana tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Sasa Mahakama ya Afrika ya haki za kibinadamu imeweza kutoa amri kali kwa Ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan kwamba serikali yake ihakikishe imebadilisha katiba ya Tanzania kwa miezi 12 ijayo, la sivyo hatua kali zingine zinaweza kuchukuliwa dhidi ya serikali ya Tanzania. Mrengo wa upinzani umekuwa ukidai katiba ya Tanzania iweze kubadilishwa, lakini kufikia sasa hamuna hatua ambazo zinaonyesha kwamba katiba ya Tanzania inabadilishwa. Majaji 10 wa Mahakama ya Afrika ya haki za kibinadamu iliweza kutoa amri kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ya kwamba kwa miezi 12 ijayo katiba imebadilishwa, haswa ibara ya 74 kipengele cha 12 ya katiba ya hapa Tanzania na ibara ya 119 kipengele cha 13 ya katiba ya Zanzibar ziweze kubadilishwa mara moja. Ibara hizo zinazuia uchunguzi kufanyika wakati matokeo ya uchaguzi yameweza kutangazwa na tume ya uchaguzi hapa Tanzania, jambo ambalo ni kinyume na haki za binadamu. Na ikumbuku kwamba mahakama hii imeweza kurudia uamuzi wake kwa sababu tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka huu mapema, ndani ya siku 14 zilizopita, uamuzi mwingine uliweza kutolewa kwamba lazima katiba ya Tanzania iweze kubadilishwa. Ikumbuko ya kwamba mwaka jana Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kutumia kipengele cha 13 hasa katiba ya Zanzibar na kipengele cha 12 ibara ya 74 katika katiba ya Tanzania kujitangaza yeye mwenyewe, kwa sababu anaamini yeye akitangazwa na tume ya uchaguzi hamna yeyote ambaye atapinga matokeo kulingana na sheria za hapa Tanzania. Wakati tulikuwa na uchaguzi, maandamano yaliweza kutanda kila mahali. Hakukuwa na watu ambao walienda vituoni kupiga kura. Giza kikatanda kwa sababu mauaji yaliweza kushuhudiwa, damu ikanuka kila mahali nchini Tanzania. Hata sisi hapa Mbeya tulishindwa cha kufanya kwa sababu tulishuhudia mauti, wengine tukajificha. Lakini ghafla pinifu amri ikatolewa kutoka Ikulu kwamba mtandao uweze ukazimwa. Interneti wakati iliweza kuangushwa ama kuzimwa, nguvu za umeme
ama stima ukipenda, nayo ikazimwa. Wizi wa kura ukafanyika. Baadaye tunaambiwa ya kwamba Suluhu Hassan ameshinda kwa kupata kura 98%, kura milioni 31.7, jambo ambalo liliweza kuzua taharuki kubwa katika taifa letu la Tanzania. Mitandao ilizimwa. Ni kivipi? Kwa sababu Tanzania ni kubwa hadi kule Zanzibar. Ni kivipi matangazo yaliweza kubeberushwa na hakukuwa na mtandao kuelekea kituo kile ambacho kilikuwa kinajumlisha kura kutoka maeneo mbalimbali hapa Tanzania? Jambo hili hamna yeyote ambaye aliweza kulijibu. Kisha baadaye tukaona Suluhu akitangazwa. Baadaye tukashuhudia ulinzi mkali wa kijeshi ukiwa unamzingira. Baadaye akaapishwa katika uwanja wa kijeshi chini ya ulinzi mkali wa kijeshi. Hamna Watanzania ambao wa kawaida kama sisi hatukuruhusiwa kuhudhuria uapisho wa Samia Suluhu Hassan. Alikuwa anatumia ibara ya 74 kipengele cha 12 ya katiba ya Tanzania na ibara ya 119 kipengele cha 13 ya katiba ya Zanzibar, kwamba hamna yeyote ambaye ataenda mahakamani kupinga uamuzi ambao umetolewa na tume ya uchaguzi hapa Tanzania. Sasa amri kali imeweza kutolewa kupitia mahakama ya Afrika ambayo inahusiana na mambo ya haki za binadamu, kwamba ndani ya miezi 12 ijayo, Samia kabla aondoke mamlakani na hata kabla ya kufikisha uongozi wake wa kipindi hiki katikati, katiba iweze kubadilishwa ili yeyote ambaye atakuwa na swali kuhusiana na uchaguzi anaweza kuenda mahakamani na kupinga uchaguzi kulingana na sheria za Tanzania ambazo ziliweza kupitishwa mwaka 1977. Zinasema ya kwamba hamna yeyote ambaye ataenda mahakamani kupinga uamuzi ambao utakuwa umetangazwa na tume ya uchaguzi. Sasa kimeumana, amefikishwa kwa kona Rais Samia Suluhu Hassan. Hata akipanga katika uchaguzi ujao wa mwaka 2030 hawezi kufanya hivyo kwa sababu amri kali imeweza kutolewa. Unajua, kwa sababu aliweza kutulazimishia uongozi wake, ndio maana tunapitia changamoto za hapa na pale hapa Tanzania. Hamna misaada kwa sababu Marekani ikasema haiwezi kutoa ufadhili ama kufadhili serikali ambayo ni dhalimu. Tukashuhudia Uswidi nayo ikazuia misaada ambayo ingetumwa katika taifa letu la Tanzania. Kisha baadaye tukashuhudia Canada ikizuia misaada. Baadaye tukashuhudia bunge la Ulaya likapitisha hawezi kuruhusu mabilioni kukuja hapa Tanzania kwa serikali ambayo sio halali. Uhalali wake ni kivipi? Iliweza kujichagua baada ya watu kumwaga damu na wengine kuaga dunia. Sasa tutasubiri, tupo papa hapa kuhakikisha ya kwamba tunawajulisha yale ambayo yanatendeka ikiwa serikali hii itatii amri ambayo imeweza kutolewa na mahakama ya Afrika ya haki za binadamu. Sasa mahakama hii imemwendea Suluhu Ikulu kwa fujo kuhakikisha ya kwamba sheria, katiba hii imeweza kubadilishwa ili kuleta uwazi hasa kwa uchaguzi wowote ule. Naomba kutamatishia hapo mpenzi mtazamaji, lakini ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu ya mwisho, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem ambazo ni za siri, ambazo ni za ndani kila wakati kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV. Tukutane baadaye na kwaheri kwa sasa.